mama yupo, inawezekana kwenye maisha kukapatikana kujivuna kwa sababu wazazi wapo. Lakini ikitokea wazazi wameondoka, ni kipindi kizuri cha kuona upeo wa akili wa kila mtoto katika wale watoto wa marehemu. Kuna baadhi ya wazee kidogo wameshikwa na misamiati ya kisekula. Kama hujaondokewa na baba yako na mama yako, bado mtoto mdogo na haujakomaa. Huwa tunaambiwa hivyo. Akiondoka baba ama mama, sasa ushakomaa na sasa upo huru, kwa sababu uwepo wa wazazi ulikuwa kifungoni. Uhalisia, kama kuna kipindi kigumu kwa mwanadamu, tuongezee hasa akiwa Muislamu, akiondokewa na wazazi wake, bora wawe hai. Wazazi wakiondoka ni kipindi kigumu sana kwako. Unaweza ukakosa radhi, wewe hujui na hakuna mwingine anayejua. Wazazi wakiwa hai, ukilikoroga, kuna uwezekano wa kupatikana watu kwenda kupiga magoti kwa mzee. Yanafanana haya niliyoyasema na hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyokuwa akiitumia mara kwa mara anaposwalia jeneza. Alijua hatari ya mzazi, hatari ya ndugu. Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu wala tudhillana ba'dahu waghfir lana wala. Mungu, tunakuomba usitunyime malipo ya subira yetu kwa kuondokewa na ndugu yetu huyu, kwa sababu anapoondoka ndugu yenu, kwa subira yenu kuna rundo la thawabu munalipata. Lakini kwa sharti muridhie kaondoka kwa mipango ya Mungu, nanyi mukawa na subra katika hilo. Lakini pili, Mtume akaomba, na wala usitutie majaribu, usivuruge familia yetu baada ya kuondoka ndugu yetu huyu, mzee wetu huyu. Lakini pia usitupoteze, usitutoe katika mstari baada ya kufa huyu. Inawezekana tulikuwa twapendana, twashirikiana, twaheshimu dini, kwa kuondoka huyu kila kitu tukakiacha. Ya Rabbi wala tudhillana ba'dahu. Mwisho Mtume akawa anasema waghfir lana walahu, sisi wana ndugu tusamehe, lakini pia na maiti wetu msamehe. Ei wasia wangu, vijana wangu, ndugu zangu wote kwa ujumla, mupo katika kipindi kigumu kulikoni uhai wa mzee Uthman. Hilo mnatakiwa mulijue. Sisi mashanta na machawa wenu tunataka tuone upeo wa akili zenu. Mlikuwa mnajivuna, mnajiona mpo strong, mzee akiwa hai kaondoka. Kila mmoja kwa nafasi yake katika ninyi, sisi tutakuwa mashahidi. Tumuone akiwa yeye ni chachu ya kuiunganisha familia hii. Mbaya zaidi, kila atakayejaribu kuwa chanzo cha tatizo kwenye familia hii, watu watamuona yule ndiyo tatizo kwenye familia. Lakini Bwana Mtume Muhammad alikuwa kila linapomfika gumu, moja ya kimbilio yake ni kwenda kuelekea katika sala. Ilikuwa moja ya shakawa za Mtume ni kwenda kuswali. Na nyinyi wasia mulioachwa kwenu,
Allah sala. Basi hiyo sala ya fardhi aliyoihusia mzee Uthman iatachiwe na sunna ili Mungu aijenge familia. Wale katika sisi ambao tumebahatika mtihani huu kutanguliwa nao wa kuondokewa na wazazi na mukajiona mpaka leo familia yenu mupo kitu kimoja, wallahi mshukuruni Mwenyezi Mungu. 95% ya tulioko hapa kama tupo watatu na kuendelea, wazee baba yetu katangulia, wallahi hatuelewani. Na hili dhima tutafikishiwa nalo mahakamani mbele ya Allah. Tumekuwa mahodari wa kuwataja watu kwa makosa. Yule bwana mlevi sana. Kumbe wewe ndiyo tatizo kwenye familia yenu. Unamtazama mlevi, wewe je? Wewe si ndio kivuruge kwenye familia yenu? Unamwangalia mwenzio ndio mtaalamu wa kubeti, lakini wewe tatizo kwenye familia yenu. Wewe banaje familia yenu kitu kimoja? Mimi najifaharisha, wallahi uksimu billah, nimeweza mpaka hapa sijui mbele. Sisi mamama watatu mpaka leo tupo kitu kimoja, na ilikuwa vita si ya kitoto. Wewe unaweza, lakini pia inatakiwa uombe msaada kwa Allah. Aliye na uwezo atawadharau wasio na uwezo. Aliye mkubwa anawaona si lolote si chochote wadogo. Kumbe wewe mkubwa ni kiongozi, washauri wenzio, wasaidie wenzio, wanyanyue wenzio. Ukubwa wako una faida gani kwa wadogo zako? Mzee Uthmani kaondoka. Ndugu zangu, vijana wangu, wallahi hili dhima nalisema kabla hatujamzika mzee. Mutakwenda kumwambia Mwenyezi Mungu, familia hii ya mzee Umbwaga muliendesha vipi? Nikae chini, lakini sikai bure, sikai chukuchuku, na wacha na neno la Bwana Mtume Muhammad. Hadithi sahihi katika Sunani Tirmidhi na An-Nasai. Bahati nzuri hata wale wanaojadili hadithi wameikubali. Sheikh Muhammad Abdul Wahhabi katika kitabu chake Ahkamu Tamanni al-Maut ameitaja hadithi ni sahihi, na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani amesema sahih. Anasema ittaqullaha fi ikhwanikum min ahli al-qubur fa inna a'malakum tu'radu alayhi. Kila mmoja, shekhe wetu, kiongozi wetu, shekhe wa wilaya na wengine, maana kiongozi yupo, na wengine vizee vipo hapa, mvichekwa. Tunaanza na nyinyi, kisha sisi, kisha hawa. Kila mmoja muogopeni Mwenyezi Mungu, musije mkamkera fi ikhwanikum. Wasomaji wanajua fi isti'ana, kupitia ndugu zenu min ahli al-quburi, mukamkera Mungu kupitia wale ndugu zenu walioko makaburini. Kwa maana munapowakera wale, ndio wanakerekwa nani? Angalieni, mnawakera ndugu zenu. Mtume alifungaje? Fa inna a'malakum tu'radu alayhi, hakika matendo yenu kila mnachofanya kinahudhurishwa, kinafikishwa kwa ndugu zenu. Hawa ndio watoto wako uliowaacha. Sheikh Hassan Khamisi Ngulangu anafikishiwa. Hawa ndio wanao Madrasati Nuri uliowaacha, ndio hawa. Rumwage kila mmoja ana pembe original ya kubandika kila mmoja. Niwaombe, usia wangu wa mwisho kabisa ndio huo. La kwanza nimesema kuondoka kwa wazee wetu akiwemo baba yenu ninyi, mujue ni mtihani unaongezeka kwenu. Msichukue yale maneno sasa mupo huru. Sasa hivi ndiyo hatari zaidi. Lakini la pili, usia mlioachiwa wa kuswali ushikeni, msiuchezee, na sunna juu kuwa ndiyo tawassul ya kuijenga familia yenu. Lakini tatu, tuishi tukijua kila tunachokifanya. Wakati mwingine familia wanapendana sana, ole wao kuwe na kibanda. Hicho kibanda kinaleta kizaazaa hicho, kila mmoja anatoa jicho, na kila mmoja ana washikaji zake kijiweni. Pale ukiuza unaenda kununua maji matitu, kule unatoa kitu cha peke yako, wasikuzingue wale mwana. Kila mmoja atakuwa na machawa wake, watamshinikiza. Mimi naye ndugu yangu, mtoto wa babangu mkubwa, simtaji jina, uksimu billah, yeye alikuwa mmoja kuivuruga familia ya ammi yangu.
wagawane nyumba. Imekwenda zaidi ya miaka mitatu, familia wakakubali. Iliuzwa nyumba, yeye akapata mzigo wake, wenzake wakafanya aliyoyafanya, yeye akapata akili ashirikiane na mzungu kuleta mapombe makali kutoka nje, na alionekana kwa mahesabu akileta anapata double. Basi Mungu alifanya la kwake. Unasemaje watu wa akida? Yabna Adam, Mungu anasema yabna Adam anta turidu wa ana uridu wa la yakunu illa ma ana urid. Ewe mwanadamu, wewe una yako nataka na mimi nina yangu nataka, lakini hayapo yatakayotimia isipokuwa yale ambayo mimi nayataka. Niwaambie hivi kilichotokea, pombe zimekuja expire zote. Pesa ya mirathi dala kuambulia zime zote. Kwa tujue fa inna a'malakum tu'radu alaihim, kila tunachokifanya kinafikishwa kwa wazee wetu. Ndugu yangu Ustadhi Muhammad Mweleko, usije hapo akasema akina Umbwaga wamefiwa, wewe babako kafa, ujue na wewe na ndugu zako mupoje. Maki ndo mashehe wenyewe tuna shekhe wakata ndo anatoa shukurani, na wewe babako kafa, wewe na ndugu zako mpoje. Kaka yangu mzee Vumbi yuko pembeni pale, na wewe babako kafa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wosia wa mwalimu katika wale ambao baba zao wamekufa, shekhe na mimi nimo. Babangu mimi kafa na miaka 12, 1988. Jumlisha tutajua na miaka mingapi, wala sipendi kuficha, niko hivyo yani. Piga hesabu hiyo tu. Wewe piga hesabu tu. Maka wengine wanataka kusema umri wao miaka mingapi. Mimi babangu kafa na miaka 12, 1988. Piga hesabu utajua na miaka mingapi. Maka wengine tunaona kijitu kimekoma, kumbe kina miaka 20, kinaona noma kutaja umri wake. Neno la shukrani.